Mtu mmoja anayempenda Yesu amshangilie tena. Mtu mmoja anayempenda Yesu aongeze makofi. Haleluya! Haleluya! Mimi nitoe nini ambacho cha thamani? Ambacho cha thamani kwako ya roho yangu. Tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Baba, pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Haleluya! Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Watu wote naomba tuketi. Watu wote naomba tuketi. Chukue nafasi hii kumshukuru Mungu. Asante kwa neema yako Yesu Kristo na upendeleo wako Bwana. Mimi ambaye sikustahili Bwana, umenipa nafasi tena ya kusimama mbele za watu wako. Mimi sina neno Bwana katika kinywa changu, ila maneno yako Bwana yakatoke kupitia kinywa changu, Mfalme, asubuhi ya leo. Sina jambo la kuambia watu wako Bwana, ila wewe uwafahamuye na kuwajua Bwana, ukapate kusema nao Jehova. Ninakutukuza Yesu juu ya kanisa lako. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya asubuhi hii ambayo Bwana imetukuka. Pokea sifa Mungu mwaminifu, na utukufu ni wako Yesu. Tunakuazimisha wewe asubuhi ya leo, Mungu usiyebadilika. Wewe uliyekuwepo enzi zile, ambaye upo hata sasa Bwana na hata milele ijayo. Bwana upo mwaminifu, Mungu unaishi milele. Pokea sifa Mungu mwaminifu. Pokea sifa Mungu usiyebadilika. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Kipekee kabisa nimshukuru Baba kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele yenu. Nashukuru viongozi, watendaji, mashemasi na watu wote na kanisa kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Amen. Asubuhi ya leo tutajifunza neno ambalo mara kadhaa nimejaribu kulifundisha, lakini leo tena Mungu amenipa nafasi tena ya kusema. Sijajua ni nani amemkusudia na sijajua ni amemkusudia kwa namna gani, ila naomba tena nikuletee somo hili asubuhi ya leo. Linasema kukaa kwenye nafasi ndani ya wokovu. Kukaa kwenye nafasi. Kukaa kwenye nafasi ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikawaida Mkristo yoyote anapookoka, kuna vitu huwa vinabadilika kwenye maisha yake. Kikawaida mtu ambaye amempokea Yesu, kuna mwenendo wa maisha yake huwa unabadilika.
kuna vitu kwenye maisha yake huwa vinageuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba tulipompokea Yesu tulifanyika watoto wake. Manake kwamba kabla hatujampokea tulikuwa sio watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake tulipoingia ndani ya wokovu kuna vitu viliumbika kwa upya ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu aliyeokoka ni lazima akae kwenye nafasi yake ya wokovu. Ni lazima akae kwenye nafasi yake ya Ukristo. Ni lazima mtu akae kwenye nafasi yake ya utumishi ambao Bwana ameuweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukizungumza nafasi, nilipata tafsiri kadhaa, lakini tafsiri rahisi kabisa ambayo nilipata, nafasi inaweza kawa ni eneo, nafasi inaweza kawa ni sehemu, nafasi inaweza kawa ni cheo, nafasi inaweza kawa ni njia ya kukupeleka sehemu fulani, nafasi inaweza kawa ni utambulisho maalum wa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kwa mtu wa Mungu aliyeokoka na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, nafasi yake ndani ya kanisa ni mahali ambapo Mungu amemuweka ili apate kumfanikisha katika mafanikio ya rohoni na mwilini. Haleluya. Wewe upo kanisani hapa, Mungu alikukusudia toka mwanzo ili akufanikishe katika maisha yako ya rohoni na ya mwilini. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi wakati mwingine tumesahau kukaa kwenye nafasi zetu ndani ya wokovu. Ni kwa sababu ya mkini labda tumezoelea yale mazingira ya wokovu. Ni kwa sababu labda ni kwa sababu tumepata nafasi fulani kwenye kanisa. Ni kwa sababu labda tunatumika kwenye eneo fulani ndani ya kanisa. Kuna wakati tunajisahau kuketi kwenye nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunatoka kwenye nafasi, tunaenda kwenye nafasi za watu wengine. Kuna wakati tunatoka kwenye nafasi zetu ambazo Bwana ametukusudia, tunaenda kwenye nafasi za watu wengine ambao Bwana amewakusudia kwenye maeneo mengine. Haleluya. Muulize jirani yako, wewe uko kwenye nafasi yako ndani ya wokovu au umetoka? Jiulize mwenyewe pia, je, mimi niko ndani ya nafasi yangu au nimetoka kwenye nafasi yangu? Haleluya. Haleluya. Kwa mfano ukiwa ni mwanafunzi, halafu ukiwa mwanafunzi ukatoka kwenye nafasi yako ukakaa kwenye nafasi ya mwalimu, unaweza ukafanya sawa sawa? Yaani ni mwanafunzi ambaye hujahitimu, ukatoka kwenye nafasi yako ya wanafunzi ukalazimisha kukaa kwenye nafasi ya mwalimu, unaweza ukafanya vizuri? Haleluya. Haleluya. Watu wanaokaa kwenye nafasi ni watu ambao wanatenda yale ambayo wanapaswa kuyatenda kwenye nafasi zao. Mkristo aliyeokoka na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni mtu ambaye anapaswa kuyatenda yale ambayo Kristo ameyaagiza juu yake. Mkristo aliyeokoka na kumpokea Yesu ni mtu ambaye anatembea katika misingi ya neno la Mungu. Biblia kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 inasema, tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii na Yesu Kristo ndio jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Sisi tunatembea katika misingi ambayo imewekwa na mitume na manabii. Haleluya. Hatujifunzi kwa ulimwengu. Hatujifunzi kwa marafiki. Hatujifunzi kwa majirani. Hatujifunzi kwa ndugu zetu. Tunajifunza kwenye misingi iliyowekwa na neno la Bwana. Haleluya. Haleluya. Mtu anayejua wokovu, mtu anayemjua Kristo, mtu aliyeokoka na anaitwa Mkristo ni mtu anayekaa kwenye nafasi yake. Ni mtu ambaye anaketi kwenye nafasi yake. Ni mtu ambaye anampenda Yesu, anakaa kwenye nafasi yake. Haleluya. Lakini mtu ambaye hampendi Yesu, lakini mtu ambaye hakai kwenye nafasi, ni mtu ambaye anatenda vitu ambavyo havimtukuzi Bwana. Ni mtu ambaye anatenda mambo ya watu wa nje. Haleluya. Ni mtu ambaye anatenda mambo ya watu ambao hawajaokoka. Huyo hajakaa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyekaa kwenye nafasi anayatenda mapenzi ya Bwana.
Mtu ambaye hajakaa kwenye nafasi anatembea kwenye njia ambayo yeye ameichagua, sio Mungu aliyomchagulia. Haleluya. Sisi tulipookoka, Mungu aliweka kitu ndani yako, akakuchagulia mahali pa kupita. Haleluya. Maana ulipookoka wewe ndani tayari ukafungiwa kwenye boksi fulani ambalo linakuongoza, haupaswi kutoka ndani ya hilo boksi. Ndipo kwenye nafasi yako. Haleluya. Lakini ukikuta sasa uko nje ya ile boksi, ukikuta uko nje ya ile nafasi, ile duara ambayo Bwana amekuzungushia, maana yake kwamba umetoka kwenye nafasi yako. Haleluya. 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 Mtu ambaye ameketi kwenye nafasi yake ni mtu mwenye tathmini. Ni mtu anayejikagua. Ni mtu anayejiangalia. Ni mtu ambaye huwa anapenda kujifundisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyekaa kwenye nafasi ni mtu ambaye huwa anatafuta ni wapi amekosea ili arudi kwenye njia. Huwa ni mtu ambaye huwa anakagua mwenendo wa maisha yake. Huwa anajikompea leo na jana yake. Huwa anaangalia mwenendo wa wokovu wake. Huwa anaangalia nafasi yake. Niliwekwa kuwa kiongozi. Hii nafasi niliyopewa ya uongozi, je, nimekaa kwenye boksi la uongozi au nimetoka? Mtu aliyekaa kwenye nafasi huwa anajipitia, anaangalia, ana review, anafanya review ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wamejisahau kwenye hili eneo. Watu wengi wamejikuta wanatumikia tamaa zao badala ya kutumikia nafasi walizopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna viongozi wametoka kwenye nafasi, wameenda nje ya boksi, wanatumikia tamaa zao. Kwa nini? Hawajataka kukaa kwenye nafasi. Kwa nini? Hawajataka kufanya review kwenye maisha yao. Kwa nini? Hawajataka kuangalia mwenendo wa maisha yao. Hawajataka kuangalia jana yao wakailinganisha na leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe ni shahidi. Jiangalie ulipookoka mara ya kwanza, namna ambavyo ulikuwa na shauku ya kumtafuta Bwana. Sasa hivi ikoje? Sasa hivi ikoje? Namna ulipochaguliwa kuwa kiongozi kwenye nafasi fulani, ukalia na machozi ukasema, Bwana umeniona, Bwana umenichagua nikutumikie. Angalia sasa hivi ulivyo. Angalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia. Angalia namna ambavyo unaenenda sasa. Angalia namna ambavyo unaenenda sasa. Watu wengine waliomba kazi kwa machozi, Mungu akawapa kazi. Walipoenda kule kazini wakageuka, wakaanza kutumikia tamaa zao. Walisema, nitawatumikia watu, nitawasaidia watu. Leo hii ili akusaidie lazima utoe kitu mfukoni umpatie. Ametoka kwenye nafasi yake. Ametoka kwenye nafasi yake. Amehama kwenye eneo lake. Ametoka pale ambapo anatakiwa kuketi. Leo hii wachungaji wengi Bwana aliwaita. Waliwaita kabisa, Mungu alisema nao akawapa makanisa. Lakini baada ya muda wametoka kwenye nafasi, wanatumikia tamaa zao. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Watu wametoka kwenye nafasi, watu wanatumikia tamaa zao. Wengine wako kanisani wanatumikia tamaa zao. Wanatamani kufanya mambo wanayoyapenda wao, sio Mungu anayoyataka. Tufanye nini kanisa leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tafakari maisha yako. Sitaki nikuchochee hisia zako, ila nataka ufikirie. Hebu tazama mwenendo wako. Tazama unavyopita kwenye maisha yako. Tazama unavyoenenda. Ni vile ambavyo ulianza? Ni vile ulivyoanza kweli? Ni kweli ndivyo ulivyoanza ulipookoka? Ndivyo alipokukomboa Yesu? Ndivyo unavyoenenda sasa? Watu wengine Mungu aliwapa nafasi, akawakomboa, akawanunua kwa gharama kubwa. Walikuwa na shida nyingi ngumu, lakini akawatoa huko. Leo hii tena wamerudi, wanaharibu tena, wanaharibu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu
Mungu anaweza kukupa nafasi. Yako maeneo mengi ambao watu wanapewa nafasi. Wakati mwingine mtu anadhani kwamba mimi sio kiongozi kanisani, sina nafasi kanisani. Anafanya anavyopenda yeye kwa sababu hajachaguliwa kuwa kiongozi. Na anaona nina sifa za kuwa kiongozi. Anaona kama sina sehemu ya kufanya ndani ya kanisa. Ametoka kwenye nafasi yake ya Ukristo. Wengine tunao humu ndani. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Haleluya. Haijalishi asili ya mtu. Haijalishi ulitoka wapi. Bwana alikukusudia ukae kwenye nafasi yako. Kuna jambo Bwana aliliachilia kwenye maisha yako. Kuna kitu Bwana alikupa ukifanye. Na bahati nzuri wengine wanafahamu kwamba mimi niliambiwa Bwana nifanye hiki. Lakini ameridhika, ametindikiwa, amechoka. Hatamani tena kusogea kwenye nafasi yake. Hatamani tena kukaa kwenye nafasi yake. Anaona mzigo kukaa kwenye nafasi yake. Anaona ni kazi kurudi kwenye nafasi yake. Kwa nini? Ametoka kwenye nafasi ambayo Bwana alimkusudia. Wengine wanadhani ni kwa sababu mimi nina elimu. Wengine wanadhani kwa sababu mimi nina ufahamu sana, nimesoma mpaka chuo kikuu. Wanadhani kwa kutumia akili zao wakiwa nje ya nafasi wanaweza kufanya vizuri. Wengine ni kwa sababu wanadhani ni kwa sababu wana vipawa. Bwana amewapa vipawa. Wanadhani hata wasipokaa kwenye nafasi wanaweza kufanya mambo makubwa. Haitatokea hata siku moja. Haitatokea. Haitakaa kutokea hata siku moja. Hata kama Bwana amekupa kipawa, hata kama Bwana amekupa fedha, hata kama umepata kila kitu kwenye maisha yako, usipokaa kwenye nafasi, kuna uharibifu unakufuata. Kuna uharibifu unakuja juu ya maisha yako. Haleluya. Kanisa, turudi kwenye nafasi. Kanisa, turudi kwenye nafasi zetu. Kama wewe ni kiongozi, rudi kwenye nafasi. Hebu tafakari, kaa ufikirie. Hivi unadhani hawakuwepo watu wengine ambao walistahili kupewa hiyo nafasi? Hawakuwepo? Hawakuwepo vijana wengine ambao wangefaa kumtumikia Mungu kwenye nafasi uliopewa? Hawakuwepo? Hawakuwepo wamama wengine ambao wangeweza kukaa kwenye nafasi zao? Ambao hawakuwepo watu wengine ukachaguliwa wewe? Ila ni kwa sababu Mungu alikusudia. Haleluya. Haleluya. Mungu akikukusudia, haijalishi asili yako, haijalishi umetoka wapi, haijalishi wewe ni kabila gani, haijalishi wewe ni mdogo kiasi gani, haijalishi wewe hauna fedha hata kitu, haujalishi hauna mahali pa kuishi, Bwana anaweza kukutumia na kufanya ukapanda juu zaidi. Haleluya. Turudi kwenye nafasi. Turudi kwenye nafasi. Daudi alikuwa ni mtoto mdogo sana. Yamkini alikuwa ni mtu ambaye haheshimiki kwenye familia yake. Wakamchukua, wakampeleka, nenda ukakae na kondoo huko porini. Wengine wakakaa mjini wenyewe, wakakaa kwenye familia zao, wakaanza kuishi maisha mazuri. Daudi anateseka na kondoo kule, anasumbuka na simba, anasumbuka na kila wanyama wakali juu ya kondoo. Lakini Bwana akamweka kwenye nafasi yake, akatulia kwenye nafasi yake, akaifanya kazi yake kwa usahihi. Haleluya. 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 Daudi hata alipoenda kinyume na nafasi yake, alirudi kwenye boksi. Alirudi kwenye nafasi. Alirudi sehemu yake. Hata alipoona nimekosea, alirudi kwenye nafasi yake. Haleluya. Haleluya. Ukisoma Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 28, alafu Mwanzo sura ya pili mstari wa 15, naomba nikuonyeshe kitu hapa. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, Biblia inasema, Mungu akawabarikia. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiandacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vya chakula chenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma sura ya pili mstari wa 15, Biblia inasema,
Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu na Hawa walipoumbwa na Mungu, Bwana akawapa nafasi ya kutawala kila kitu, akawapa nafasi ya kusimamia kila kitu. Tena anasema kwenye sura ya 2 mstari wa 15, akawapa kuilima bustani. Manake walitakiwa kutulia kwenye bustani, walitakiwa kukaa kwenye bustani, walitakiwa kuilima bustani ili matunda ya wapate kuyala matunda ya ile bustani. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitakiwa wakae ndani ya bustani, wasitoke ndani ya bustani. Haleluya. Haleluya. Yamkini nilikuwa nafikiria, yamkini ile bustani kulikuwa na maeneo mengine ya nje ya bustani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kulikuwa na maeneo mengine ya nje ya bustani, lakini Bwana akamwambia kaeni kwenye bustani hii muilime. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka ukae kwenye bustani aliyokutengenezea. Mungu anataka ukae kwenye bustani aliyokutengenezea. Haleluya. 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 Kama bustani yako ni ndoa, kaa kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wameacha bustani zao za ndoa, wametoka nje kwenda kutafuta bustani za watu wengine. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Haleluya. Watu wametoka kwenye nafasi zao. Usikubali kutoka kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ili Mkristo aweze kukaa kwenye nafasi yake, ni lazima ashike neno. Ni lazima asome neno. Baba amekuwa akitufundisha tokea Januari ilipoanza, tokea mwaka ulipoanza, kwamba tusome neno. Tukishalisoma neno tulikariri. Yesu alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake ile Mathayo 28 mstari, Mathayo 28 ule mstari wa 19 pale anawaambia, enendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu na kuyashika yote. Haleluya. Mungu alitaka ukilisoma neno ulishike. Ukishalishika ulitafakari, ulitende, ulifanye kuwa sheria ya mwenendo wa maisha yako. Haleluya. 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 Usiwe msomaji tu. Usiwe msomaji tu. Uwe ni mtu unayeshika neno, unayetembea na neno, unayeishi kwenye neno. Mtu unaweza kurudi ukamrudia Bwana unapojua umeanguka, unapojua umeharibu, unarudi kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuangalie mfano ya watu waliokaa kwenye nafasi. Ukisoma Daudi, ukisoma Samueli sura ya 17, Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45, inamzungumza Daudi alipoenda kule vitani, akakutana na watu, akakutana na mtu mmoja anaitwa Goliati. Akakaa kwenye nafasi yake ya kwamba mimi ninamjua Mungu, na huyu Mungu ninayemjua mimi ndiye anaweza kukupiga wewe, ndiye Mungu anayeweza kukuangusha wewe Goliati. Huyo Daudi alikuwa ni kijana mdogo. Hata aliposema nitaenda kupigana, wakaanza kushangaa. Wakasema, wewe dogo vipi? Wewe unawezaje kupigana na huyo mtu? Watu sisi majanti wote tuna nguvu zetu hapa, tumemwogopa. Wewe unawezaje? Akaangalia, akajitazama, akasema, mimi niko kwenye nafasi. Kwa nini siitumie hii nafasi ambayo Bwana amenipa? Kwa nini mimi situmike kwenye hii nafasi? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ukipewa nafasi, Mungu akakupa nafasi, itumie. Itumie hiyo nafasi. Akina Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni, wakamkuta yule mtoto, wakamkuta yule kijana ambaye alikuwa ni kiwete, yuko mlangoni pala naomba sadaka, wampatie chochote kitu, wampe dhahabu, wampe fedha. Lakini wakasema, sisi tuko kwenye nafasi ya kukuwezesha kutembea tena katika jina la Yesu. Yesu atusaidie turudi kwenye nafasi. Turudi kwenye nafasi. Mama mmoja urudi kwenye nafasi. Baba mmoja urudi kwenye nafasi. Kijana urudi kwenye nafasi. Mwanamke mmoja mwenye hekima sana, ukisoma ile Samueli wa kwanza sura ya 25, kuna mwanamke mmoja anaitwa Abigail. Yule mwanamke akaenda kumlaki Daudi kwa upole na unyenyekevu. Anashuka chini, anaomba msamaha, anaomba rehema mbele za Daudi ili Daudi amsamehe, asiwaangamize. Tunapata wapi watu wa namna hiyo kanisani? Tutapata wapi wanawake kama hao kwenye ndoa?
Tutapata wapi watu wenyenyekevu kama Abigaili? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waliokaa kwenye nafasi zao, watu waliojua nafasi zao na wakakaa. Nuhu, pamoja na kwamba kipindi kile dunia ilikuwa imeharibika, Biblia inasema kwenye ile Mwanzo sura ya 6, sura mstari wa 8, Biblia inasema Nuhu akapata kibali mbele za Bwana. Watu wengine sasa hivi tunaishi tunasema, dunia imeharibika, dunia imeharibika, dunia imeharibika. Unakubali kuendana na dunia, lakini wewe sio wa ufalme huo. Wewe sio wa ufalme huo. Wengine wanazidiriki kuamini, nasema hakuna mwanaume mwaminifu, hakuna mtu mwaminifu kwenye ndoa. Wewe umejifunza wapi? Imeandikwa wapi kwenye Biblia? Imeandikwa wapi? Watu wanaharibu ndoa zao kwa sababu ya mafundisho ya ulimwengu huu. Watu wanaharibu ndoa zao kwa sababu ya mafundisho ya ulimwengu huu. Unaambia ukikaa mbali na mume wako haiwezi kuwa mwaminifu. Nani alikuambia? Nani alikuambia? Ulisoma wapi hayo maandiko? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana unataka kuoa, unaenda kutesti mitambo. Nani alikuambia? Tujuane. Nani alikuambia? Imeandikwa wapi? Afu yuko kanisani huko amevimba. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wako watu kina Mordekai. Ukisoma ile Esther sura ya 3 na sura ya 4, anamzungumza mtu mmoja anaitwa Mordekai. Akaenda kwa Esther anamwambia, Esther, tumetangaziwa kuangamizwa na huyu Hamani ambaye yuko ndani ya ufalme. Simama kwenye nafasi yako waokoe watu wako. Wako wapi watu ambao wanaweza kudiriki sasa hivi kusimama na kuwaambia viongozi kwamba badilikeni? Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tukisimama kwenye nafasi zetu, ila tukikaa kwenye position, ila tukikaa kwenye nafasi, Mungu atatusaidia na tutatenda sawa na mapenzi yake. Haleluya. Haleluya. Lakini nina mifano mibaya, lakini ni kwa neema na kwa lengo la kutujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mifano hii ya watu ambao walikaa kwenye nafasi, baadaye wakatoka kwenye nafasi. Uone madhara yake yanavyokuwa. Uone namna ya kutoka, hasara za kutoka kwenye nafasi. Ukitoka kwenye nafasi yako unakutana na nini? Ukisoma ile Mwanzo ile sura ya 3, unamzungumza Adamu na Eva. Walipokula lile tunda, wakafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Haleluya. Mwambie mtu mmoja, uko tayari kufukuzwa kwenye bustani yako? Mwambie mtu, hebu muulize mtu mmoja, uko tayari kufukuzwa kwenye bustani yako? Haleluya. Unatakiwa ukae kwenye nafasi. Watu hawa walipofukuzwa kwenye bustani, walijisikia vibaya, wakalaaniwa, wakaambiwa mtakula kwa jasho, mwanamke utajifungua kwa uchungu. Lakini ukitazama namna ambavyo walikuwa wanaishi kwenye bustani ya Eden, walikuwa wanaishi kwa raha zote. Kuna watu walikuwa wanaishi vizuri kwenye wokovu, walikuwa wamestawi sana. Kuna watu walikuwa wamebarikiwa sana, lakini walipotoka kwenye nafasi, haleluya, waliharibikiwa kila kitu. Walipoteza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tunamshasoma habari za Sauli. Sauli alichaguliwa na Mungu awe mfalme wa Israeli. Lakini alipotoka kwenye nafasi yake, Mungu alimtapika. Nani yuko tayari kutapikwa asubuhi ya leo? Nani yuko tayari kuadhibiwa na Mungu asubuhi ya leo? Nani yuko tayari kuumizwa na Mungu asubuhi ya leo? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 2, sura ya 3 mstari wa 6 na kuendelea. Yule nyoka akamdanganya Hawa, akamwambia tunda hili lafaa kwa chakula kabisa. Naye akaona lafaa, akachukua tunda, akala, akampelekea na Adamu, akala. Wangapi tumekuwa ni wambea wa kutosha? Tunabeba uongo, tunaupeleka kwa waume zetu. Tunabeba uongo, tunapeleka kwa wake zetu.
tunabeba uongo, tunapeleka kwa vijana wenzetu. Nikwambie kitu, fulani si amezini, unatoka kwenye nafasi. Sio Mungu amekwambia ufanye hiyo kazi, hajakwambia, hajaagiza kwamba eti tukimwona mtu mwenye dhambi tukamtangaza. Hajaisema Biblia. Mimi ninaosoma Biblia haijasema hivyo. Biblia inaniambia ni tumsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu sasa hivi kanisani wanafurahi mtu mmoja akiharibu, anasema tumelingana. Alikuwa anajifanya kimbelembele. Imeandikwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unakuwa umekaa kwenye nafasi yako ya Ukristo? Kama wapagani wanakaa kwenye nafasi yao ya upagani, wanafanya mambo yao, kwa nini sisi ndani ya kanisa tunafanya mambo ya kipagani? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Jiulize, kwa nini? Ni kwa sababu watu wametoka kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu mmoja, naomba tusome ile Mwanzo sura ya 25 mstari wa 29 mpaka 34. Haleluya. Tumuone mtu mmoja hapa anaitwa Esau. Biblia inasema Mwanzo sura ya 25 mstari wa 29. Inasema Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki ya mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Anaendelea anasema, Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Haleluya. Wangapi tumeuza utu wetu? Wangapi tumeuza utu wetu? Wangapi? Kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya nafasi. Wangapi? Ni mabinti wangapi kwa sababu ya kutaka kazi wameuza utu wao? Wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi? Wengine tunao kanisani, wengine wanasema ninamwamini Yesu, wanasema Mungu atanisamehe, wanasema Mungu atanisamehe, ninafanya hii tu mara moja nipate kazi, ninafanya hii tu mara moja nipate kazi. Wangapi? Tuko wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mara ngapi tumeuza thamani ya maisha yetu? Duniani huko sasa hivi wanasema kuna mishangazi, kijana anaolewa na mwanamke linaanza kumhudumia kwa sababu ya kushindwa kukaa kwenye nafasi. Umeshindwa kukaa kwenye nafasi. Umeuza utu wako. Umeuza thamani ya maisha yako. Umeuza thamani ya maisha yako kwa sababu ya 100,000, 200,000, 50,000. Kwa sababu ya kazi. Kwa sababu sitapata kazi nikiachia hii kazi. Unauza utu wako. Lakini tunaona Esau alikuwa na njaa kweli. Alikuwa na njaa kweli. Lakini kupitia njaa yake akauza utu wake, akauza haki yake, akaharibu kila kitu kwenye maisha yake, akavunja kila kitu kwenye maisha yake.
kwa sababu ni bosi anakutaka. Kijana, umeuza thamani ya maisha yako. Kwa sababu ni bosi anakuhitaji. Kijana, umeharibu kesho yako. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tumeuza thamani ya maisha yetu. Ndio maana tunatembea na majuto. Baba alitufundisha siku ile neema. Neema unatembea inakuhukumu. Neema inatembea na kuambia ulifanya kosa. Neema inakufundisha na kuambia umekosea. Neema inakwambia rudi. Wakati mwingine pia hata tukiambiwa turudi kwa sababu ya nafasi zetu, kwa sababu ya kujiona sisi tuwa kubwa sana, kwa sababu tumejiona sisi tuna fedha, hakuna mtu akututikisa, tumegoma hata kurudi kwenye nafasi. Tumegoma hata kurudi kwenye nafasi. Wengine wameacha ndoa zao, wameenda wamejichafua nje. Ameiacha ndoa yake, ametoka kwenye bustani yake mwenyewe akiwa na akili timamu. Anasema ni mara moja tu. Anasema ni mara moja tu, Mungu atanisamehe. Ni mara ngapi tumeacha? Tumeharibu future ya ndoa zetu ni kwa sababu tulishindwa kukaa kwenye bustani ya ndoa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Usiuze thamani yako. Usiuze kwa gharama yoyote. Labda umuuzie Yesu. Labda umuuzie Yesu. Haleluya. 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 Usiuze thamani yako. Kijana, usiuze thamani yako. Kesho yako anayeijua ni Mungu. Sio lazima leo upate kazi. Yamkini Bwana hajakusudia upate kazi leo. Anataka upate kesho ili umpe utukufu. Ukiipata leo kwa njia ya dhambi, hautamtukuza Mungu na hiyo kazi. Hautambariki Mungu na hiyo kazi. Mungu hatabarikiwa na hiyo kazi yako. Utamwomba Mungu upandishwe cheo, hautapanda. Utamwambia Mungu nataka uniongezee mshahara, hautaongezewa. Kanisa linakwambia utamwambia Mungu naomba uniongeze kazi, hautapewa. Kwa sababu uliipata kwa udhalimu. Kwa sababu uliharibu mwanzo. Nyumba unapoijenga ukaweka msingi wa tope, alafu ukaweka msingi ukajenga nyumba kwa tofali ya kuchoma au tofali ya broko, nyumba haitakuwa imara. Biblia inasema kwamba mtu mpumbavu akajenga nyumba yake juu ya mchanga, mvua na pepo zilipovuma, nyumba ile ikaanguka. Unakuwa umejenga nyumba yako mahali pasipostahili. Unakuwa umejenga ujana wako kwenye mahali pasipostahili. Unakuwa umepanda kazi yako katika mahali pasipostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mtu mmoja akae kwenye nafasi yake. Mtu mmoja akae kwenye nafasi. Wewe ni kiongozi, kaa kwenye nafasi. Wasaidia ambao umepewa kuwaongoza. Wasaidia ambao umepewa kuwaongoza. Usiwatangaze, wasaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tumuone mtu mmoja anaitwa Vashti. Haleluya. Tumuone mtu mmoja anaitwa Vashti. Ukisoma ile Esther sura ya kwanza. Esther sura ya kwanza. Esther sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 19. Ukisoma pale utakutana na mwanamke mmoja anaitwa Vashti. Naomba nisome kwa haraka haraka. Imeandikwa hivi: hata siku 7 mfalme alipofurahiwa
alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru Mehumani, Beziza, Habona, Bigatha, Abagitha, Desari na Karikasi, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele ya mfalme Ahasuero, wamlete Vashiti Malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Bali Vashiti Malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme, kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati, maana ndivyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu, na karibu naye wameketi Kerishena, Shesari, Adimatha, Tarishishi, Meresi, Marisena na Memkana, wale maakida 7 wa Jemi na Umedi waliouona uso wa mfalme na kuketi pamoja katikati ya mfalme. Akawauliza, tumfanyeje Vashiti Malkia kwa sheria, kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme Ahasuero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Basi Memkana akajibu mbele ya mfalme na maakida, huyu Vashiti Malkia hakumkosa mfalme tu peke yake, ila na maakida wote na watu wote pia walioko katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero. Kwa maana tendo hili la Malkia litajulikana na wanawake wote, hata waume zao watadharauliwa machoni pao. Itakaponenwa na kuwa mfalme Ahasuero aliamuru Vashiti Malkia aletwe mbele yake, bali hakuja. Haleluya. Huyu ni mwanamke aliyekaidi maelekezo ya mfalme, akatoka kwenye nafasi yake. Alipotoka kwenye nafasi yake, akanyang'anywa umalkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini kuna watu wametoka kwenye ndoa zao, lakini wanadhani wako bado kwenye ndoa. Ndoa yako imeshachukuliwa. Haleluya. Ulipotoka kwenye huduma yako, kwenye nafasi yako ya huduma, ulipoacha kutenda kwa uaminifu, ile nafasi ikachukuliwa. Haleluya. Hivi hamjai kuona mtu alikuwa mwimbaji mzuri kabisa, akiimba watu wanatikisika, akiimba watu milima inatikisika, lakini alipotoka kwenye nafasi, ile nafasi ikachukuliwa, ikapigwa pembeni. Akila akienda sana baki yuko mwenyewe, hayuko kwenye box, hayuko bustanini, hapati nuru. Haleluya. 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 Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Utasoma Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 18 mpaka 19. Utaona, ukisoma sura yote ya 15 utaona namna ambavyo Sauli aliagizwa, akamwambia nenda ukawapiga wa Amaleki, waue wote, usibakize kitu. Yeye alipoenda kule akaanza kuchagua vinono, anavichukua vinono anaviweka huku, anavichukua vinono anaviweka huku, afu baadaye anarudi anasema tumempelekea Bwana sadaka. Haleluya. Haleluya. Haiwezekani Mungu akikuagiza kitu kafanya tofauti, afu kasema ninafanya kwa ajili ya Mungu. Yaani uwezi ukaenda ukaiba fedha kule eti ukaja kumtumikia Mungu. Eti mimi nimeiba fedha Bwana, hizi fedha zitumike kanisani kwa ajili ya Bwana. Umepigwa. Ndugu yangu, umepigwa. Haleluya. Haleluya. Alipoteza nafasi. Mimi nimeona watu wengi. Nimeona vijana ambao walitesti mitambo kabla ya ndoa. Baada ya ndoa, hiyo ndoa haikukaa tena. Wakili zao walizani watadumu kwa sababu wameshajuana, lakini baada ya kutoka kwenye nafasi, ndoa zao hazijai kuwa na amani. Hawajai kustawi kwenye ndoa zao. Hawajai kumuona Mungu kwenye maisha yao. Kwa nini? Waliharibu kwenye msingi. Haleluya. Haleluya watu wa Penueli. Haleluya watu wa Penueli.
mtu mmoja naamini Bwana anasema naye. Kuna mtu mmoja anaubadilisha, Mungu anaubadilisha moyo wake. Kuna mtu mmoja anamketisha kwenye nafasi yake tena. Kuna mtu anaenda kurudi kwenye nafasi yake. Kuna mtu anaenda kurudi pale alipokusudiwa na Bwana. Haleluya! Mungu atusaidie. Kuna watu wengine watoto wao wamekengeuka, wanaanza kulamu, watoto wangu wamebadilika, watoto wangu wameharibika, watoto wangu wanafanya hiki. Lakini ukirudi nyuma ukijichunguza ukiangalia, ni kwa sababu hukukaa kwenye nafasi ya mzazi. Mimi nimeona wachungaji wengi ambao watoto wao wamepotea. Mimi nasemaga hivi, mimi watoto wangu bado ni wadogo, lakini ninachoamini ukikaa kwenye nafasi, Mungu anawastawisha watoto wako. Mungu anawastawisha watoto wako. Nimeona wachungaji ambao wana watoto wao ni wengi, sio mmoja, lakini watoto wote wamestawi kiroho. Alafu kwa nini unasema kwamba wachungaji kwa sababu wanapigwa sasa ndo watoto wao haribike? Ni kwa sababu hawajakaa kwenye nafasi. Wewe mzazi usipokaa kwenye nafasi yako, mtoto wako atavuta bangi, mtoto wako atakuwa muhuni, mtoto wako atakuwa kahaba, mtoto wako ataharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma ile Kumbukumbu la Torati, ukisoma ile sura ya 28, anakuambia kwamba utazaa watoto lakini hawatakuwa wako. Kwa nini? Watachukuliwa utumwani, wataenda kutumikia miungu, wataenda kutumikia ukahaba, wataenda kutumikia ulevi, watatumikia miungu mingine, watafanya mambo yasiyostahili, kwa sababu hukukaa kwenye nafasi, kwa sababu hukusikia sauti ya Bwana, kwa sababu hukukaa kwenye nafasi yako kama mzazi. Haleluya. Haleluya. Jiulize wewe kama mzazi, ni mara ngapi umemfundisha mtoto wako? Ni mara ngapi mtoto wako umemwombea? Ni mara ngapi umemwambia mtoto wako twende tukaombe? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unakuwa mshirika wa Penueli, mtoto wako ni mzurulaji. Tunawezaje kusema wewe umekaa kwenye nafasi? Mtu umeokoka, uko ndani ya kanisa, uko Penueli, unasema mimi namjua Yesu, alafu watoto wako ni walevi. Unasema mimi nimeokoka, ni mwanamke ninayesali Penueli, mume wako hajaokoka miaka 5-6 mbele. Alafu unasema umeokoka. Iko wapi nafasi yako kama mke? Unashindwaje kumwambia Mungu kwa ajili ya mume wako? Kama yeye amekuokoa, anashindwaje kumuokoa mume wako? Ni kwa sababu tu wakati mwingine hatujakaa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujakaa kwenye nafasi. Umeomba siku nyingi mpaka umekata tamaa. Unaomba mchumba haujai kupata. Kila wanaokuja haukubali. Ni kwa sababu hujaketi kwenye nafasi. Kwenye nafasi yako. Hebu jiulize, kwani wengine wanapateje? Kwani wengine wanapateje? Jiulize, kwani wengine wanapateje? Ila ni kwa sababu hujakaa kwenye nafasi. Ni kwa sababu hujakaa kwenye nafasi. Una machozi ya siku nyingi. Una maumivu ya siku nyingi. Unajiuliza, wengine mbona wana furaha? Mbona wengine wanatumaini? Mbona wengine wanaendesha tu magari? Mbona wengine wanapata tu kazi? Mbona wengine wanafanya hiki biashara zao zinastawi? Unajiuliza kwa nini? Umeomba sana, umelia machozi. Na bahati mbaya sana kuna wengine akiwa na uchungu sana analia sana. Utazani anaomba, kumbe analia. Akilia hivyo unashangaa anaanza kuwaona watu waliomuumiza. Kwenye moyo wake anaona watu waliomuumiza, anazidi kulia. Badala ya kurudi ukae kwenye nafasi, wewe unalia. Badala ya kutoka kule ulikopotea urudi kwenye njia sahihi, wewe unalia. Ukisoma ile Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 11 na kuendelea, unamwona mtu mmoja, mwana mpotevu aliyepotea. Yule jamaa alipoenda akatapanya mali zote zikaisha, akaanza kula na nguruwe, akakaa. Baadaye akaona hapana, nimetoka kwenye nafasi, narudi kwa Baba. Nimetoka kwenye nafasi, narudi kwa Baba. Watu wa Penueli, turudi kwa Baba. Watu wa Penueli, turudi kwa Baba. Usitazame hiyo nafasi ulionayo, utaipoteza wakati wowote. Walikuwepo ni viongozi wakubwa wa nchi, walifilisika.
hawakuwa na kitu tena. Walikuwepo matajiri tumewaona, sasa hivi wanaendesha baisikeli. Hiyo nafasi wewe inayokupa kiburi ni ndogo mno. Ako kanafasi uliko nako ako ni kadogo mno. Huo mshahara wako unaokupa kiburi huo hautoshi. Kuna watu wana fedha na nyingi na bado wamekaa kwenye nafasi. Kuna watu wana magari mazuri na bado wamekaa kwenye nafasi. Kuna watu wana ndoa nzuri na bado wamekaa kwenye nafasi. Wewe unamlingia mume wako? Wewe unalingia uzuri wa mke wako? Unakimbia nafasi yako eti kisa wewe ni mzuri? Haleluya. 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 Yusufu alipoona ninataka kutolewa kwenye nafasi yangu na mtu fulani, akakimbia akasema, haijalishi hata kama atanisingizia, mimi nitabaki kwenye nafasi. Mungu anatamani kuona watu wa namna hiyo. Hebu tafakari tu, Yusufu angekubali, nini kingetokea kwenye maisha yake? Destroy everything. Zile ndoto zake zote zingekufa. Haleluya. Usitende dhambi ukasema kwamba nitatubu. The time unafanya hivyo, ndivyo hapo unapoharibu kila kitu. Yaani unapotoka tu kwenye nafasi yako, unatoa mguu hivi, ndipo hapo unapoanza kuharibu kila kitu kwenye maisha yako. Ndipo unapoanza kudestroy your future. Haleluya. Haleluya. Mtu mmoja aliye tayari asimame kumrudia Bwana na kukaa kwenye nafasi yake. Mtu anayetamani kukaa kwenye nafasi yake. Mtu anayetamani kukaa pale ambapo Bwana amemkusudia. Tumekusudiwa maeneo mengi. Wewe umepewa uongozi, kaa kwenye nafasi yako ya uongozi. Tumika kwenye nafasi yako. Timiza wajibu wako. Fanya kitu ambacho Bwana amekukusudia. Ili waisaidie nchi, na walikuwa na nia ya dhati kabisa. Lakini walipofika pale, wakatoka kwenye nafasi. Wakatoka kwenye nafasi, wakaanza kutumikia tamaa zao. Haleluya. Sisi kanisa bado tuko kwenye nafasi. Mchana asubuhi ya leo naomba tusimame, tumwambie Bwana turejeshe kwenye nafasi. Jikague, jitathmini. Hebu jikague ulikotokea na mpaka sasa. Je, hapo ulipo ni mahali pa sahihi? Hapo ulipo ni mahali sahihi kwenye maisha yako? Kile unachokitenda ni kitu sahihi kwenye maisha yako? Haleluya. Haleluya. Naomba Asaf tusogee mbele. Tumwambie Mungu ni wa thamani. Huyu Yesu ni wa thamani. Ametupandisha thamani. Ametupa thamani kwenye maisha yetu. Ametupa thamani. Haleluya. Kama unaona kuna vitu hujavifanya vizuri, hebu mrejee Bwana. Mrejee Bwana. Yona alipotumwa kwenda kuhubiri injili Ninawi, yeye akabadilisha njia kwa sababu aliwachukia wale watu. Akasema mimi siwezi kwenda Ninawi kuhubiri injili. Akaenda kwingine, akapanda merikebu kwenda Tarishishi. Alipokutana na Bwana, ile misuko ikamrudisha kwenda Ninawi. Asubuhi ya leo Bwana turudishe tukafanye kazi. Asubuhi ya leo Bwana turudishe kwenye nafasi zetu. Asubuhi ya leo Bwana turudishe kwenye nafasi. Haleluya. Tumwambie Bwana ni wa thamani. Tumwambie Bwana ni wa thamani. Wa thamani. Yesu wa thamani. Wa thamani zaidi ya vyote. Kuwa na wewe ni bora kuliko vyote. Wa thamani Yesu wa thamani. Wa thamani. Wa thamani Yesu wa thamani. Yesu wa thamani. Wa thamani. Wa thamani. Unaweza ukasogea mbele tu. Unaenda ukamsogelea Bwana, ukamwambia Bwana, wewe uliyenithamini toka mwanzo, nisaidie tena Bwana kukaa kwenye nafasi.
Mwambie Bwana akusogeze kwenye nafasi tena, akusaidie kurudi kwenye nafasi tena. Yesu wa thamani, Yesu wa thamani, Wa thamani, Yesu wa thamani, wa thamani, zaidi ya vyote. Bwana wewe kuliko wa thamani, Yesu wa thamani, wa thamani, Yesu wa thamani, wa thamani, zaidi ya vyote. Bwana wewe bora kuliko vyote. Yesu wa Kila mtu anajijua Mungu alikupa nafasi gani, iwe ya chini au ya juu, lakini kuna mahali Mungu alikuweka. Wanadamu wamekuwa na tabia ya kukimbia kutoka kwenye nafasi zao, na kwa sasa watu wengi hawataki kurudishwa. Nataka nikuombe usiwe kama Adamu na Hawa waliosingizia nyoka. Hawa akasema ni nyoka, Adamu akasema ni mke. Usiwe kama Esau. Esau akasema ni njaa, akaitwa chakula chekundu, ndilo jina lake. Usiwe kama Vashti aliyekubali kiburi kimongoze. Usiwe kama Sauli aliyesema watu walileta ili wamtolee Bwana sadaka. Na kutia moyo uwe kama Daudi. Wakati neno la Mungu lilipomjia kupitia Nathan, Daudi alisema mimi nimemtenda Mungu dhambi. Na kutoka pale Daudi akawa mfalme wa ajabu. Usijitetee. Tumia nafasi hii kutengeneza na Bwana na kusudia kuanza kufanya tofauti. Haijalishi umefanya mara ngapi vibaya, unaweza kuanza leo kufanya vizuri. Kila mtu Mungu amempa kipawa chake. Na naomba nikwambie hicho kipawa kilicho ndani yako Mungu atakudai. Akakutana na yule aliyepewa talanta moja, akasema nilijua wewe Mungu ni mtu mgumu, unavuna usipopanda. Akasema kwa nini hukuiweka kwa wafanyao biashara? Naomba nikwambie mfanya biashara na kanisa ni Roho Mtakatifu. Weka kipawa chako na talanta yako mbele ya Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anayemzidi mwingine uwezo, ila kila mmoja alipewa neema kwa kadri ya kipawa chake. Asubuhi ya leo, kama unaona kuna mahali hujafanya vizuri na unasema natamani kurudi kwenye nafasi yangu, funika macho, ujifanye kama hakuna mtu hapa ndani. Kimbia madhabahuni wewe peke yako. Huenda wewe ni yule unayejitetea kila siku. Kila nafasi unayopewa wewe unakimbia. Unasema mimi siwezi, mimi siwezi. Wakati huu kuna hiki, wakati ule kuna hiki. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu anachosema ni halisi. Na Yesu Kristo anarudi.
Hatuwezi kupewa nafasi ili kwamba tumvunie Bwana tukatae, alafu tutegemee kuna baraka tutakutana nayo. Neno la Mungu limepita nalo ni kama upanga. Kama kuna mahali unajijua umelalia, umekalia kipawa kilicho ndani yako, chochote huenda akionekani sio cha kusimama madhabahuni kama cha kwangu, lakini kuna nafasi Bwana alikupa na unajua hujaitendea kazi, unajua hujamtumikia Mungu sawa sawa, unajua umekalia hicho kipawa, unajua umekalia hiyo talanta, unajua kuna mahali shetani amekukamata, unajua kuna dhambi inakutesa. Wewe ndio unayejua maisha yako. Ninakuita tena kwa neno la Bwana, usiwe kama Esau aliyekataa nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza. Haikuonekana ina thamani, haikuonekana kama ina maana, lakini baadaye ilimliza machozi. Hakuna aliyeweza kumsaidia. Ngoja nikwambie, kila nafasi anayokupa Bwana atakudai, 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 atakudai. Kama ni kipawa chochote ulichopewa, hata kama umepewa cha kufagia kanisani na ufagii, atakudai, atakudai. Shetani utupata akatutumia vibaya kwa sababu ya kutokukaa kwenye nafasi zetu. Asubuhi ya leo neno la Bwana limetuonyesha mifano. Wa kwanza alikuwa Hawa, wa pili akawa Esau, wa tatu akawa Esta, wa nne akawa Sauli. Kila mmoja tumepewa mifano. Daudi naye akawa mfano wa watu wazuri. Wewe utakuwa wapi? Parapanda ikilia leo, alipowaita wakasema mkamateni yule mwenye talanta moja, mkateni vipande viwili, alafu mkamtupe kwenye shimo la nje. Watu wa Mungu, hatuwezi kuhimili hayo mateso. Yesu aliyetupenda akatuokoa. Kanisa, niwaombeni tusifanye utani na neno la Bwana. Anasema mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Ukifika inua mikono yako juu, mwambie Bwana nimesarenda. Anasema mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Mtu aliye mnyonge, atetemekaye asikia hapo neno langu. Ni nani amekwambia kwamba unaweza ukaua kipaji kilicho ndani yako ukawa salama? Ni nani amekwambia ya kwamba unaweza masonga jo huku mbele, unaweza ukakalia talanta aliyokupa Bwana ukawa salama? Ni nani aliyekwambia ya kwamba unaweza ukakalia vipawa alivyokupa Bwana ukawa salama? Haiwezekani. Kila aliyepewa talanta atadaiwa, atadaiwa, utadaiwa, na hauna nguvu ya kulipa, hauna nguvu ya kulipa, hauna nguvu ya kulipa, hauna nguvu ya kulipa. Sema na Bwana, fungua kinywa chako. Iko neema ya Bwana asubuhi ya leo. Rakatalimaya, funika macho yako. Sema na Bwana. Rakatalimeskenema, riados katelamadebo, riados katelamayanda, iriamashataboka. Wanakuhitaji mfalme. Gusa mioyo yao Bwana, kama ambavyo uligusa lile jeneza na yule mama, na yule mtoto, na yule mama mjane. Mtoto akanyanyuka. Yesu, vilivyokufa ndani ya maisha yao Bwana, ukaviguse tena, ukaviguse tena, ukaviguse tena, ukaguse tena kule zitokako chemchemi za uzima Bwana, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Badilisha moyo, badilisha moyo, badilisha mtazamo. Panda jambo jipya, panda jambo jipya, panda jambo jipya kwenye maisha yetu, kwenye maisha yao watoto wako Bwana. Upande jambo jipya, upande jambo jipya, upande roho wako, upande roho wako, upande roho wako, roho wako Bwana, roho wako Bwana, roho wako Bwana, roho wako Bwana. Aseme na watu wako, sema na mtu mmoja, zungumza na mtu mmoja. Teta na mama yule, teta na kijana yule, teta na mtoto yule, teta na binti yule, teta na mtu mmoja. Sema Bwana, sema Bwana, sema na Yesu, sema na Bwana.
uwarudishe kwenye nafasi. Wengine waliacha nafasi zao, leo hii Bwana wametambua ya kwamba walitoka kwenye bustani yao, ya kwamba walitoka kwenye nafasi zao. Wamekumbuka Bwana, ni kama ambavyo Bwana wana wa Israeli walipokosa Bwana, hata ukaruhusu nyoka wawapige Bwana. Walipotambua wakamwambia Musa ya kwamba, mwambie Mungu tumekosa, mwambie Bwana tumekosea, aturudishe tena kwenye nafasi. Nao Bwana asubuhi ya leo, watoto wako warudishe, vijana warudishe, wanandoa warudishe, watumishi warudishe, viongozi warudishe, watu wote Bwana warudishe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wazazi warudishe, watoto warudishe kwenye nafasi zao katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Gusa mtu mmoja Bwana, gusa moyo wa mtu mmoja katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Kanisa zima tuweke mikono yetu juu. Sema Bwana Yesu. Naomba useme kutoka ndani, kama unazungumza na Mungu wewe peke yako. Funika macho yako. Funika macho ni kufunga milango ya nje, ili kwamba useme na Bwana kutoka sirini. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimelisikia neno lako, nami nimetambua ya kwamba nimekaa nje ya nafasi. Ninaomba Bwana, asubuhi ya leo nipe neema ya kurudi kwenye nafasi yangu, maana chochote ninachokihitaji kinakuja sawa sawa na nafasi yangu. Ninatubu leo na kuacha dhambi hii ya ukaidi na hofu katika jina la Yesu. Nami naanza kufanya sawa sawa na agizo la neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa umesimama, naomba nikusomee maneno haya. Maneno haya yanamhusu Ezra. Siku moja alitumwa na Bwana aende huko akajenge ukuta. Sura ya 10 Biblia inasema, basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele ya nyumba ya Mungu, wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa sana la wanaume na wanawake, watoto, maana watu hao walikuwa wakilia sana, wana maumivu, wanataka mtu wa kumsaidia. Hata Shekania mwana wa Hieli, mmoja wa wana wa Elamu, akajibu akamwambia Ezra, sisi tumemkosa Mungu wetu, nasi tumeoa wake wageni wa watu wa nchi hizi, lakini kungaliko tumaini kwa Israeli katika jambo hili. Naomba nikwambie, bado lipo tumaini. Siwaelewi, unajua watu wa Penueli Nasema bado lipo tumaini. Akasema, huyu ni Shekania, anamwambia haya basi na tufanye agano na Mungu wetu, kuachana na wake zetu na wale waliozaliwa nao, tukilifuata shauri la Bwana wangu na shauri la hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu. Mambo haya na yatendeke kwa kuifuata Torati. Akamwambia, inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukatende. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, kukaa kwenye nafasi kunadai maamuzi thabiti. Kunahitaji maamuzi thabiti. Umekosea, umevurunda, kusudia kurudi kwenye nafasi yako. Jamani, haleluya. Tambua umemkosea Mungu, na ukishatambua umemkosea Mungu, tambua bado lipo tumaini. Mungu anataka tu urudi. Ukisharudi kwenye nafasi yako, Mungu anarejea mzima mzima kwenye maisha yako. Daudi aliporejea, Mungu alimrejesha. Bwana akusaidie na ukaitende. Nisaidie kumshika mtu mmoja mkono, huko kule nyuma, huko mbele, mwambie inuka.
Mwambie inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Bwana akubariki sana. Unaweza kurudi kwenye kiti chako. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bado Mungu anasema na sisi. Bado Mungu anatupenda. Na bado Mungu anatujali. Usikate tamaa. Bado Mungu ni wako wewe. Haleluya.